Karibu, na jina langu naitwa Mohamed Said Athmani, ni mtangazaji wa kipindi chako cha Mulika Njia. Karibuni. Kipindi chetu cha Mulika Njia ni kipindi kinachojihusisha na kuonesha vijana kuhusu fursa mbalimbali zinazowazunguka katika jamii wanayoishi ili kuweza kufikia ndoto zao za kimaisha. Katika kipindi chetu cha Mulika Njia siku ya leo tumekutana na vijana ambao wanajihusisha na biashara ya usafirishaji, hasa bodaboda, ambao wao wana mengi ya kutueleza, namna ya changamoto, fursa zilizopo huko, na ni kwa namna gani wameweza kumulika njia na wao kuwa mfano kwa kumulikia wengine njia katika maisha tulionayo sasa, hasa ukizingatia tuna ufinyu wa ajira. Karibu katika kipindi cha Mulika Njia, nasi tutakumulikia. Mulika Njia, mulika mulika, Mulika Njia, mulika mulika, Mulika Njia, mulika mulika, Mulika Njia, mulika. Nipo katika mgundi wa kwa Mwarabu ambao tumekutana na vijana wanaojihusisha na biashara ya usafirishaji, hususan inafahamika kwa jina la bodaboda. Leo kama ilivyo fursa katika kipindi chetu, tutaendelea kuuliza na kujua changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini fursa zipi ambazo wanakutana nazo katika kuendelea katika ufanyaji wa biashara hizi. Rafiki, labda nianze na kaka. Unaweza kuitambulisha unaitwa nani ili watu kufahamu? Karibu wote. Labda ningewafahamu kwanza. Karibu. Mimi naitwa Asmani Abbas. Mimi naitwa Sharifu bin Yamisati. Kwa jina Patrick Mganga. Sawa. Sasa ndugu zangu, mimi nafikiri labda tuanzie hapa. Kitu gani hasa labda kiliwasukuma kuingia katika biashara hii ya bodaboda? Sababu ya kwanza kabisa ni uhaba wa ajira. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Vijana walio wengi ama tulio wengi huko nyuma tulikuwa hatuna ajira kabisa hata kidogo. Kwa hiyo pikipiki imekuja kuwa kama mkombozi. Na kwa ushahidi, sio sisi tu ambao tumeishia darasa la 7, ndio kitu pekee ambacho kimekuja kusaidia baadhi ya vijana kwa 90%. Tunaishi, tunaendesha familia zetu kwa sababu ya bodaboda. Kwa hiyo bodaboda imekuwa kama mkombozi. Kwa sababu ya kwanza kuingia ni kwa sababu ajira hatuna. Kwa hiyo hii imekuwa kama mkombozi. Tukweli changamoto nyingi sana kama utaanza kuziorodhesha hapa. Miongoni mwa changamoto ni wizi wa pikipiki. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, hawa marais wawili, huyu aliyeondoka marehemu Magufuli na Mama Samia, wamekuja kukomesha ili tatizo la wizi wa pikipiki. Japo kwa asilimia chache limebaki, lakini kiukweli wamekuja kulikomesha. Mulika Njia, mulika mulika. La pili ni kukaguliwa na watu ambao sio askari wa usalama barabarani, maarufu kama migambo. Hawa pia wanaweza kukuibia pikipiki. Lakini pia kuna watu ambao wana ushuhuda wa kuibia pikipiki kwa kupitia hawa. Na hawa watu wanapewa support na askari hao ambao anakukamata kama mgambo, ukizembea kidogo anakuibia pikipiki. Lakini ukikoma naye, huyo anaweza kukupeleka mpaka askari na askari akampa supporter. Yaani wewe unakuwa huna njia. Yaani kiufupi bodaboda, licha kwamba hii ni kazi ambayo imekuja kutusaidia, inatupa ajira, tunapata riziki, lakini haiheshimiki. Haiheshimiki huku raia ni wachache sana, sio wote, lakini ni wachache sana ambao wanajua umuhimu wa bodaboda. Wewe kumkuta mtu anafanya kitu kingine, lakini akishamuona nani bodaboda, anakuwa ndo anakwenda kumchomolea funguo, watu wanasababishiwa ajali, wanavunjika kwa sababu ya ile kutaka kukimbia. Unaona, tulikuwa na changamoto ya kuajiriwa na watu binafsi. Miongoni mwao mimi ni muhanga pia. Mimi nilishawahi kuajiriwa na mtu binafsi, nikafanya kazi kwa miezi 3. Miezi 3 hiyo mkataba wangu ulikuwa unasema kwa siku moja ni shilingi 10,000. Basi siku moja nilikuwa nimepata ajali. Lakini wakati napata ajali nikalala wiki 2 nyumbani. Hivyo lala wiki 2 hiyo nyumbani, ile pesa sikuweza kuipeleka. Na yeye alikuwa ni shahidi. Na yeye huyo mtu ndiye aliyenipa kama pole shilingi 30,000 ili nijiuguze. Lakini baada ya wiki 2 kwa zimepita sijapeleka, sababu yake akawa ameninyang'anya nini ile pikipiki. Mulika Njia. Ajira ya pikipiki ndio mkombozi wa vijana walio wengi. Yaani ajira hii wengine sisi tumeoa kupitia hii pikipiki. Mimi nina zaidi ya miaka 10 kwenye pikipiki. Tumeoa, watu wamejenga, wenye kujitambua lakini kwenye pikipiki. Watu wameoa, watu wamejenga, watoto wao wanasoma shule nzuri. Kwa hiyo sio kwamba kuna changamoto kubwa. Ajira ya pikipiki kama itaheshimika, ikatambulika kama ajira, ni kazi nzuri sana. Muhimu ni watu wapate sheria, serikali itambue kama ajira, lakini pia iheshimike. Mimi nina uhakika, na pia elimu zitolewe kwa vijana.
Ushauri wangu mimi upo sehemu nyingi. Sehemu ya kwanza kabisa ni serikali kuitambua hii kazi, lakini pia wakatengeneza mfumo ambao hata vijana wanaweza wakanufaika pia kupitia hii kazi. Ushauri wangu wa pili ni kwa vijana kujitambua kwamba hii ni kazi kama ilivyo kazi nyingine, kujituma, kupata zile sheria za barabarani, ikiwemo kutafuta leseni, kutafuta bima, kulipia mapato, kwa sababu yale mapato ndio sababu ya sisi kupata shule, kupata barabara, madaktari kulipwa mishahara, wanajeshi, polisi kulipwa mishahara kupitia yale mapato. La mwisho ni kwamba hata sisi madereva tujitambue. Element sio kwa faida ya serikali wala faida ya nani, element ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Kuvaa viatu chini kwa ajili ya kuumiza miguu, ikiwemo kuvunjika kucha, vidole, kupata michubuko, kuvaa suruali ngumu kwa jinsi ambavyo sheria inafanya nini, inaelekeza. Lakini pia ombi langu la mwisho, serikali iweke watu wahusika juu ya ukaguzi wa vyombo vya barabarani, ikiwemo pikipiki. Magari hayakamatwi na mgambo. Kwa nini pikipiki kamatwe na mgambo wakati pikipiki ni sehemu ya chombo cha barabarani? Mpaka hapo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Mulika Njia kwa siku hii ya leo. Karibu ungane nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu vinavyoendelea siku na wakati kama huu. Karibu, tunasema Mulika Njia, toa mwangaza, dira ni wewe.